Maombi ya kutegua tego katika jina la Yesu. Pengine kuna mtego ulitumwa juu ya maisha yako. Wachawi wakaungana au wasiokupenda wakakutegea mtego. Lengo wakataka wakunase na wayaibishe maisha yako. Nalo neno la matumaini kwako na lenye nguvu ya kwamba kila tego lilotumwa kwako, iwe lilikupata au halikukupata, tunayo mamlaka ya kuharibu tego hilo na likawarudie wao wenyewe. Maombi haya yatakuwa ni maombi muhimu kwako, na utaenda kuona kuna vitu muhimu vimefunguka kwenye maisha yako, ufahamu na hata mwili wako. Kuna matego ya magonjwa, kuna matego ya kukamata ufahamu, kuna matego ya kukamata uchumi, kuna matego ya kutuloga, na kuambia katika jina la Yesu, haijalishi ni tego gani limefanywa kwako, iwe kwa siri au kwa wazi, liwe ni tego la kukanyaga au la kushika, iwe ni tego la kutegwa barabarani au la kuwekwa kwenye chakula, tego la aina lolote lile, tego la aina yoyote ile litaenda kukatika na kuharibiwa katika jina la Yesu. Haijalishi kilitumwa nini juu yako, hakitafanyikiwa, maana tunao mamlaka ya kubatilisha na kuharibu kila matego ya yule mwovu shetani. Biblia inasema vizuri na inaongea pamoja nasi katika kitabu cha Isaya sura ya 8 mstari wa 10. Fanyeni shauri pamoja, nalo halitafanyikiwa. Narudia tena, kwamba maadui wakusanyike wafanye shauri pamoja, lakini shauri lao halitafanyikiwa. Semeni neno, nalo halitasimama. Haijalishi watasema neno gani juu yako, haijalishi ni tego la aina gani, halitasimama, halitafanyikiwa. Kwa sababu gani? Kwa maana Mungu yuko pamoja nasi. Nami nakuambia kwa jina la Yesu, kila tego ambalo limetegwa juu yako halitafanyikiwa, kwa sababu Mungu yuko pamoja nawe. Haijalishi walikuloga kwa pembe gani, haijalishi walikuloga kwa uchawi gani, haijalishi walikutegea tego la namna gani, liwe tego la magonjwa, liwe tego la kuchanganyikiwa, liwe tego la kurudishwa nyuma, tego la kuiba uchumi, tego la kukuibia mwenza, na litegua hilo tego kwa jina la Yesu. Huo uchawi unaoitwa tego na utegua katika jina la Yesu, na utegua kwa jina la Yesu. Kila uchawi wa tego na utegua kwako kwa jina la Yesu, maana imeandikwa kwenye kitabu cha Zaburi 91 mstari wa 3, hakika yeye atatuokoa na mtego wa mwindaji na katika tauni ya ribuyo. Kila mtego wa mwindaji uliotengenezwa juu yako, kila mtego wa mwindaji uliotengenezwa juu ya maisha yako, juu ya vitu vyako, juu ya watu wako muhimu, tunautegua katika jina la Yesu. Tunautegua kwa jina la Yesu, na utegua huo mtego kwa jina la Yesu, katika jina la Yesu, maana tunaweza kufanya mambo makubwa. Mungu atakusaidia, Mungu atakutia nguvu katika jina la Yesu. Kila shimo lilochimbwa juu yako halitafanyikiwa, watatumbukia wenyewe kwa jina la Yesu, watatumbukia wenyewe, litawarudia wenyewe. Kitabu cha Mithali sura 26 mstari wa 27. Kila wachimbao shimo watatumbukia wenyewe kwa jina la Yesu. Chochote kilichotegwa juu yako, kwamba ujikwae, kwamba ukamate, kwamba ule, leo tunategua vyote. Kama ulipewa kwa ndoto, ulipewa kwa kulishwa, ulipewa kwa kukanyaga, ulipewa kwa kushika, ulipewa kwa zawadi, tego la aina yote ile ambayo limetumwa kwako, liwe la njia panda, liwe la mahali popote, tunalitegua kwa jina la Yesu. Ingia kwenye maombi pamoja nami napoendelea kuomba, uwe kama unaondoa kila mitego kwenye mikono, kwenye kichwa, kwenye mwili wako mzima. Kama kuna tego lolote, utaona nguvu inashuka, utaona kuna vitu vinaharibika, na utaona kama kuna mzigo umeutua, utasikia wepesi umeupokea. Kila mtego utaondoka. Kama kuna ugonjwa wa tego, unaenda kukatika na kuondoka kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, nimesimama mbele zako, ninaita nafsi ya mpendwa huyu, ninamuita katika ulimwengu wa roho, maana umesema kwenye neno lako ya kwamba tunao mamlaka ya kufunga na kufungua. Nami nimesimama hapa, natamka kwa jina la Yesu, kila tego ambalo limekufunga unaponisikia hapo ulipo, na litegua kwa jina la Yesu. Ewe tego, haijalishi ni namna gani umemfunga mtu huyu, haijalishi ni tego limetumwa na nani, liwe ni tego limetumwa na ndugu, liwe ni tego limetumwa na maadui, liwe ni tego limetumwa kwenye nyumba, liwe limetumwa kwenye kazi, liwe limetumwa kwenye uzao, liwe limetumwa kwenye ndoa, kwenye mahusiano, na litegua kuanzia sasa. Utaona nguvu inapita, hiyo nguvu inapita, inategua tego. Kama ni magonjwa, matego yanaondoka, hayo yanaondoka, hayo yanaondoka hapo hapo ulipo. Na achilia nguvu inapita kwenye masikio hayo, nguvu inapita kwenye kichwa hicho, hiyo nguvu ya Mungu, hiyo nguvu ya Mungu. Hautajizuia, hautajizuia. Wewe ni nani uliyemfunga? Wewe ni nani uliyetega tego? Ni nani wewe? Piga kelele, piga kelele huko huko ulikomfungia, piga kelele, mwachie, piga kelele, mwachie, piga kelele, mwachie. Natuma moto kwa jina la Yesu, natuma moto kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Nategua uchawi, nategua uchawi, nategua
nategua uchawi. Moto wa Yesu, moto wa Yesu, moto wa Yesu unachoma huo, unaunguza huo katika jina la Yesu. Kama Kristo Yesu alivyoshuka mpaka pande za kuzimu kwenda kuharibu nguvu za giza, kwenda kuharibu nguvu za kipepo, akasema kanisa, nimewapa funguo za kufunga na kufungua, nami nazo funguo za mamlaka za kwenda huko ambako alikufungia. Nategua hilo tego, liwe ni tego la kamba, liwe ni tego la vitambaa, liwe ni tego la yai, liwe ni tego la maneno, liwe ni tego la madawa. Na litegua tego, 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 teguka. Ewe tego, teguka. Nategua kila tego, nategua uchawi wa tego, uchawi wa tego, teguka, uchawi wa tego, teguka. Ayaanza kupanda, iwe ulilishwa kitu natapisha, hicho kinatapishwa. Panda tapishwa, panda tapishwa. Nategua hilo tego, nategua hilo magonjwa, nategua hiyo uzito, nategua hiyo roho ya kukataliwa ambayo umetegewa nayo. Nategua hilo tego liloingia kwako kwa njia zinaa, hilo tego linateguka. Teguka, 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 teguka tego. Ule uchawi wa tego na utegua, ule uchawi wa tego na utegua. Ukatike sasa, uharibike sasa, wakuache huru kuanzia sasa. Nategua uchawi wa tego, uchawi wa tego, teguka, teguka kwa jina la Yesu. Kila mtego wa mwindaji, kila mtego wa maadui zako ambao walikutegea kwamba uaibike, kwamba uchumi wako ushuke, maisha yako yashuke, usipate kazi, usipate ndoa, usipate watoto, usipate kuinuka, leo nategua hilo tego. Kila tego lilokutegea uonekane mbaya, nalitegua sasa, nalitegua sasa. Toka, toka tego, toka tego, uchawi wa tego, toka na magonjwa yenu, toka na laana zenu, toka na mikosi yenu, toka na uchawi wenu, toka kwa jina la Yesu. Napiga na kuharibu, navunja na kuangusha. Angusha, 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 angusha hizo madhabahu. Ondoa kwenye tumbo hilo, kamata tumbo, ondoa huo uchawi wa tego. Kamata miguu yako, ondoa uchawi wa tego. Ondoa kwenye mikono yako ambayo inazuiliwa isipokee fedha. Ondoa kwenye sura yako ambayo imekamatwa, imevunjiwa kibali. Leo tunapiga uchawi wa tego. Pigwa uchawi wa tego. Kila mchawi ambaye amekutumia tego, kila mganga ambaye amekutumia tego, kila adui ambaye amekutumia tego hilo, kila ndugu wa kipepo ambaye yuko kwenye upande wa shetani amelituma tego, tunatuma kombora huko kwao. Natuma kombora kwao, natuma kombora kwao, natuma kombora kwao huko walikokutumia, huko walikokutumia. Natuma moto, natuma moto. Tuma pamoja nami, tuma mkono wako huko, tunalipua huko, tunalipua huko. Hayo mashimo akazame wenyewe, hayo mashimo akaingia wenyewe. Tunatuma huko, tunategua matego yote. Hao waganga wanaowategemea, hao waganga wanaowategemea, tunawatumia moto huko. Tuma moto huko kwa mifumo wa giza huko, tunatuma moto. Lipua, lipua viringe vyao, lipua madhabahu zao, lipua kazi zao. Tunategua matego yote kwenye kazi, tunategua matego yote kwenye nyumba zetu. Tegua kwenye nyumba yako, kwenye ardhi ya nyumba. Tegua kwenye biashara yako, tegua pale kazini, tegua kila mahali walikoweka mtego ili ujikwae. Kwenye gari yako, kwenye usafiri wako, kwenye watoto wako, kwenye mume wako, kwenye mke wako, kwenye mahusiano yako, kwenye uchumi wako. Tegua kila matego. Tunategua matego hayo kwenye huduma zetu, tunategua matego hayo. Tegua kila mtego waliotutegea kwamba tujikwae, kwamba tunase hapo. Wakahesabu hatua zetu, wakahesabu miguu yetu, wakahesabu tutajikwaa mahali fulani, tutaanguka. Tunakataa, hatutaanguka, hatutaanguka kwa jina la Yesu. Tegua, 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 tegua. Batilisha, 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 batilisha matego yote, batilisha matego yote. Matego ya magonjwa hayo yanakuachia baada ya maombi haya. Huo ugonjwa unaondoka, huo ugonjwa unakuachia, hilo tatizo linakuachia, hiyo shida inakuachia, huko kucheleweshwa kunakuachia, hicho kiwanja kinaachiliwa, hiyo nyumba inaachiliwa, vitu vyako vinaachiliwa, amani yako inaachiliwa, familia inaachiliwa. Wengine mmetengenezewa tego, roho ya mafarakano tu, mnafarakana tu. Tunategua hilo tego, tunalipiga. Piga hilo tego kwa jina la Yesu. Piga hilo tego kwa jina la Yesu. Tunanyonya nguvu, tunamaliza nguvu, maliza nguvu, maliza nguvu. Sema nafunguliwa, nafunguliwa kwa jina la Yesu, nafunguliwa kwa jina la Yesu, nawekwa huru kwa jina la Yesu. Kila mizigo inaondoka kwangu. Ondoa mizigo ya matego, mizigo ya matego iondoe. Tunaiondoa kwa jina la Yesu. Ondoa, ondoa. Utasikia nguvu mpya, utasikia wepesi, utasikia vitu vinakuondoka, unasikia kupiga miayo, unasikia moyo unachoka, unasikia kuna vitu vinaenda mbio mbio, vitu vinafunguliwa sahihi. Tunalipiga hilo pepo la tego. Toka kwa jina la Yesu, likuachie kabisa kwa jina la Yesu. Wengine ni roho ya mauti imetumwa, wanakufa tu ndugu, kumbe kuna tego lilitengenezwa. Anakuja huyu, anakuja yule, anakuja yule, wote mmekamatwa na mauti. Wengine ni magonjwa lilitengenezwa, anaanza huyu, kila mmoja anaumwa kwenye nyumba, kwenye familia. Tunategua tego la familia, hilo tego la mababu na mabibi, hilo tego la mizimu tunategua, linaowatafuna, linaowala. Tunategua lile tego la maagano, tunategua kwa jina la Yesu. Teguka, moto kwa jina la Yesu, moto kwa jina la Yesu. Magonjwa ya damu, moto kwa jina la Yesu. Tunategua katika jina la Yesu. Navunja hilo tego, nategua huo mtego, nategua huo mtego wa mwindaji.
maji uharibike, uexpire kwa jina la Yesu. Tunavunja na kupiga kwa jina la Yesu, na vunja hivyo vitu vyote, toka kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kuna mtu mwingine, kuna vitu utaenda kuviona, kuna vitu utaenda kuviona kwenye nyumba yako, kwenye ofisi yako, kwenye mazingira yako. Nafungua macho yako ukavione hivyo, ukavione. Wengine kuna wadudu wako kwenye nyumba, kuna wanyama, wengine mtaona irizi, wengine mtaona vitu vya kichawi vilivyokaa muda mrefu, nyinyi hamkujua, adui aliwapiga upofu. Nami nakufungua kwa jina la Yesu. Kuna magonjwa yalikuwa yaonekani, baada ya maombi haya yataenda kuonekana na kuondoka kabisa. Kuna mateso yamekuwa kukusumbua, unasikia moyo wako hauna amani, unasema nini kinaendelea? Kumbe kuna tego limetengenezwa. Leo kwa jina la Yesu nakufungua, hilo tego ukalione, hilo tego likafunguke, hilo tego likafunguke. Hiyo roho ya magomvi imetosha, hiyo roho ya kucheleweshwa imetosha, imetosha. Tunategua tego, teguka kila tego, teguka kila tego. Hata kama ni mtu amekuja kwako kama agent, kumbe ni tego, anaenda kufunguka sasa, anaenda kuonekana sasa, vitu vyake vinaenda kuonekana sasa, na wewe unaenda kumuona, unaenda kuona adui akiaibishwa mbele yako, maadui zako wakija kuomba msamaha kwako. Katika jina la Yesu tunawaangusha chini. Angusha, angusha chini, angusha chini maadui wako, angusha chini watesi wako, angusha wote. Chochote ulichokiona tunaamuru kimalizike, kiishiwe nguvu, kisifanyikiwe kwako katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mungu akutie nguvu, Mungu akupe nguvu. Pokea nguvu mara 7, pokea nguvu mara 7. Chochote ambacho utakiona, chukua maji, nyunyiza mara 7, sema kwa damu ya Yesu mara kwanza, damu ya Yesu mara pili, mpaka mara 7. Hakitafanyikiwa tena katika jina la Yesu. Wewe ni mbarikiwa na usiogope. Kama kuna shida yote ambayo umetapika, amini kwamba umefunguliwa. Kuna magonjwa mengine yalikuwa yanakutesa, kuna hofu nyingine, uchumi ulikamatwa, watu walikuwa wakuletei pesa, roho fulani zilikuwa zimekutesa, wengine maroho ya madeni, kumbe ni matego umetengenezewa. Leo umefunguliwa. Yarudie maombi haya, utaenda kuona imani yako inainuka na kufunguka. Umesikia kufunguka, unasema mtumishi wa Mungu, nimeona Mungu akinifungua zaidi kabisa. Hii ni ibada kamili nyumbani kwako. Haya ni maombi kabisa kamili, Mungu amekufungua. Unasema mtumishi wa Mungu, nahitaji kujiambatanisha au kujiconnect au kusindikiza maombi yangu kwa sadaka yangu ya hiari, au nahitaji kusupport huduma yako maana inanisaidia, inanivusha. Basi unaweza kaachilia sadaka yako ya hiari kusupport injili, au sadaka kutegua tego, sadaka kuvunja tego. Ni sadaka inayosindikiza. Kumbuka damu ya Yesu na jina la Yesu ndio linalovunja hivyo vyote. Sadaka zetu zinasindikiza tu kile ambacho tumeamini. Mungu akubariki. Namba ya sadaka ni hiyo iliyoandikwa M-Pesa. Jina ni Godwin Ndelwa. Lakini wale ambao mnahitaji msaada zaidi, basi unaweza kanifuata kwa njia ya WhatsApp kwa namba iliyoandikwa WhatsApp. Zaidi ya hayo, unaweza kaendelea kupokea vipindi vya kiroho vinavyotolewa kila siku kwa kuingia YouTube kwa kuandika maombi ni dawa, au andika maombi ni tiba. Itakuja maombi ni dawa by Pastor Godwin Ndelwa, au maombi ni dawa by mwombezi Pastor Godwin Ndelwa. Basi utafungua hapo, kuna maombi mengi, utasubscribe ili uendelee kupokea vipindi vya kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki, akutendee mema, aendelee kufungua, uendelee kumwona Mungu. Kuna mambo utaenda kuyaona kwa macho yako na utanipa ushuhuda. Mungu akubariki.